Na tumai hujambo na karibu mtazamaji wa Msuya Online TV kwenye update mbali za kimichezo pamoja na burudani. Ikiwa ni siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025, tunakutana tena mwana michezo kwa ajili ya kuendelea kupeana taarifa mbali za kimichezo pamoja na burudani. Jambo kubwa ambalo tuko nalo kwenye siku ya hii leo ni nani anayeweza kuwa mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2024-2025 kutokana na takwimu zake, kutokana na magoli yake, kutokana na assist zake, lakini kutokana na performance yake kiwanjani. Ni nani anayeweza kuwa mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2024-2025 ndani ya NBC Premier League? Hapa tumekuja na takwimu za wachezaji wawili, mchezaji mmoja kutoka Young Africans na mchezaji mwingine kutoka katika klabu ya Simba Sports Club. Huenda mashabiki wa Young Africans wakawa na imani kuwa Pacome Zouzoua ndiye MVP wa msimu huu kutokana na takwimu zake, lakini sauti zinasikika kutoka mitaa ya Msimbazi na Kariakoo, nazo zikiwa na msimamo huo juu ya mchezaji wao Jean Charles au kuwa ni MVP wa msimu wa mwaka 2024-2025. Labda tuzitazame takwimu zao za msimu huu, huenda ukawa na majibu ya swali hili: ni nani anaweza kuwa MVP wa msimu wa mwaka 2024-2025. Msimu huu hadi sasa ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, Pacome Zouzoua amekuwa na msimu bora sana, huku akiwa amefunga magoli 11 na kutoa assist 9, huku akicheza michezo 24, huku akiwa mchezaji bora mara 7 katika nyakati tofauti ndani ya kikosi cha Young Africans. Lakini pia Pacome akiwa ni mchezaji wa pili kuhusika kwenye mabao mengi zaidi ndani ya klabu ya Young Africans, huku akiwa amehusika kwenye mabao 20 mpaka sasa. Lakini sauti ambazo zinasikika mitaa ya Msimbazi pamoja na Kariakoo zinaeleza kuwa msimu huu ni msimu wa kwanza kwa Jean Charles ndani ya ardhi ya Tanzania, lakini ndani ya NBC Premier League amekuwa na takwimu nzuri, akifunga magoli 16 huku akitoa asisti ya magoli 9, akiwa amecheza kwenye michezo 26, yani ndiye mchezaji aliyehusika katika mabao mengi zaidi kuliko mchezaji yoyote hadi sasa kwenye klabu ya Simba, lakini hata kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Awa amehusika kwenye magoli 25 mpaka sasa. Nadhani mtazamaji utakuwa umefahamu takwimu za Pacome Zouzoua pamoja na Jean Charles, lakini ni vipi vigezo ambavyo unaweza kuwa navyo ili kuwa MVP au kuwa mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara 2024-2025? Kigezo cha kwanza kinahusisha performance ya mchezaji kiwanjani, lakini inahusisha idadi ya magoli, assist na uchezaji kwa ujumla akiwa ndani ya kiwanja. Kigezo cha pili ni dakika ambazo mchezaji husika amezicheza akiwa ndani ya kiwanja na timu husika. Lakini kigezo cha tatu ni uongozi na nidhamu, ambacho hiki kinaangalia tabia za ndani ya uwanja na nje ya uwanja, lakini pia kiwango bora, lakini pia kuwa kiongozi bora na mfano wa wachezaji wengine. Kigezo kingine ambacho kinaweza kikamfanya mchezaji kuwa MVP wa msimu basi ni kuwa na tuzo nyingi za wiki au tuzo nyingi za mwezi kulingana na performance ya mchezaji huyo ndani ya kiwanja. Lakini pia mchango kwenye mafanikio ya timu, hiki nacho ni kigezo kingine ambacho ni muhimu sana kwa mchezaji kuisaidia timu yake kushinda mechi za muhimu, kuchukua ubingwa pamoja na mataji mbalimbali. Na kigezo cha mwisho ni kura za wataalamu wa mpira, mashabiki, na hapa kuna maoni ya makocha, wakufunzi na wanahabari wa michezo. Nafikiri kufikia hapo mtazamaji wangu utakuwa umeshamfahamu ni nani anaweza kuwa MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na takwimu ambazo nimezieleza hapo mwanzoni, lakini kutokana na vigezo ambavyo vinaeleza kuwa ni nani anayeweza kuwa MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara.
Kufikia hapa sina la ziada. Kwa wewe mtazamaji wangu ambaye bado hujasubscribe channel yetu ya Msuya Online TV, basi huu ndio wakati wako wa kwenda kusubscribe channel yetu ya Msuya Online TV ili kuwa wa kwanza kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Kufikia hapa sina la ziada, tukutane tena wakati ujao.